mwananchi ambaye hana hakika na kipato chake, gharama yake ya nishati ya kupikia ni kubwa kuliko ya kwangu mimi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi nanunua gunia la mkaa njiani huko nikiwa nasafiri, sawa? Lakini pili, hata wanaponunua Dar es Salaam wananunua kwa gunia, labda sema 70,000 au mawili anaweka nyumbani kwake. Yule mtu maskini ananunua mkaa kwa chakula, kwa maana kupika chai ananunua mkaa wa shilingi 500. Chakula cha mchana ananunua mkaa wa shilingi 800. Cha jioni ananunua mkaa ule mdogo. Ukipiga hesabu kwa mwezi, ule mkaa ametumia nyingi kuliko hata mimi. Kwa hiyo tukawaambia hao jamaa kwamba competition kubwa ya gesi ipo hapo, kwamba mtu ambaye ana hela ya kununua chakula kimoja kimoja hawezi kununua gesi ya shilingi 80,000, 40,000, 50,000 kwa ya mwezi. Hiyo hela hana, hata kama anataka. Kwa anaweza kutumia hela nyingi kwa mwezi mwishoe, lakini kwa sababu anatumia kidogo kidogo anaona kuna nafuu. Kwa hiyo nikawapa hiyo changamoto. Nyingine nikawaambia mitungi hii mnaiagiza kutoka nje nchi. Kwa hiyo ina gharama kubwa. Angalieni namna kutengeneza mitungi hapa ndani ya nchi. Bahati nzuri wamejibu hiyo changamoto. Walivyonifuata juzi wakaniambia kuna kampuni moja sasa hivi inajenga kiwanda cha kutengeneza mitungi hapa nchini. Na watawauzia wenzao, hawatengenezi kwa ajili yao tu. Watawauzia wenzao, watu wa Lagos. Wanatengeneza kiwanda cha kutengeneza mitungi hapa nchini. Wengine wamevumbua kifaa ambacho unakiweka pale juu pale ambapo gesi inatoka, ni kama mita, na unatumia M-Pesa, unatuma namba, inakupa namba, unaingiza pale, unatumia gesi ulionunua tu. Kwa hiyo unaweza ukapewa mtungi una gesi ya 60,000 lakini ukawa unanunua 500. Tayari majaribio yameanza, na jana nimewaambia waharakishe ili jambo sio la majaribio, wafanye kote. Kwa hiyo unaweza kuwa na mtungi lakini una kile kifaa ambacho unaingiza tu namba pale, unatoa 500, unatoa 1000 kwa kadri kama ambavyo unanunua mkaa wa 500. Tunaamini huu uvumbuzi na mwingine mwingi unakuja utafanya gesi sasa iwe ya matumizi makubwa ambao mtu wa kawaida anaweza kuimudu na kuihimili.